Karibu kwenye Afya Zone TV, mahali ambapo afya si chaguo bali ni mtindo wa maisha. Mimi ni Victor Hamis. Leo tunabusana na mada nyeti sana inaumiza mioyo ya wengi, lakini imejaa kimya kinachovunja roho: ushoga na nafasi yake katika jamii yetu. Leo hatuzungumzii kama sauti za hukumu, bali kwa sauti ya utu, afya na uelewa. Kama unajali afya ya akili, maisha ya vijana na utu wa kila binadamu, kaa karibu. Hii video ni kwa ajili ya wote. Sehemu ya kwanza kabisa tutajifunza ushoga ni nini. Ushoga si fashion, si kasumba na si uchafu kama wengi wanavyodhani. Ni hali ya mtu kuvutiwa kimapenzi na mtu wa jinsia yake. Shirika la Afya Duniani WHO imesema wazi, ushoga si ugonjwa, kwa hiyo hakuna mtu wa kulazimishwa kupona au kubadilishwa. Je, unajua orientation ya mtu huanza kujitengeneza tangu utotoni. Haichagui kama mavazi ya asubuhi. Kisaikolojia, watu wanaojitambua kuwa mashoga hukumbwa na msongo mkubwa, si kwa sababu ya hali yao, bali kwa sababu ya jamii imewaweka kwenye kona ya giza ya aibu na maumivu. Jamii yetu inasemaje kuhusu watu wa aina hii? Mara nyingi jamii hutoa hukumu kabla ya kusikiliza, inatenga kabla ya kuelewa. Vijana wengi wanaoficha hisia zao hujikuta wakijichukia, wakiteseka kisaikolojia, na wengine hukata tamaa ya kuishi. Wazazi, walimu, viongozi wa dini, je, mnajua kuwa maneno yenu ya kejeli na dhihaka yanaweza kuwa kisu kinachochinja afya ya akili ya kijana? Mfano wa maisha. Kijana mmoja aliwahi kusema, siku zote nilijua niko tofauti, lakini kilichoniumiza si tofauti yangu, ni jinsi dunia ilivyoniangalia. Afya na ushoga. Orientation ya mtu haimaanishi hatari ya kiafya, lakini mazingira ya kutengwa na kunyanyapaliwa huwasukuma watu kwenye maisha ya silini yasiyo salama. Kitu muhimu: afya ya uzazi, kinga dhidi ya magonjwa ya zinaa na huduma za kisaikolojia zinahitajika na kila mtu bila ubaguzi. Tunapojenga jamii ya hofu, tunachochea wimbi la afya ya akili inayokororoka. Tunaweza kubadilika. Jamii yetu inaweza kuwa salama kwa wote kwa kuanza na mazungumzo. Kuuliza si dhambi, kukiri ujui ni mwanzo wa kujua. Tunahitaji huruma kuliko hukumu, kusikiliza kuliko kushambulia. Ujumbe huu kwa kila mtu: huwezi jua vita ya mtu mwingine, kwa hiyo kuwa mwanga na sio mzigo. Familia zetu zipaswi kuwa mahali pa mateso, bali pa usalama. Tulizungumzia ushoga leo, si kama wana filosofi, si kama wanasiasa, bali kama wanadamu. Afya ya akili, heshima ya mtu na nafasi ya kuishi bila hofu ni haki ya kila mmoja wetu. Kama jamii tuna kazi moja: kuepuka kuua mioyo kwa maneno na mitazamo yetu. Ikiwa umejifunza kitu leo, tafadhali like, share na comment. Tufikie watu zaidi, tusambaze uelewa badala ya ubaguzi. Mimi ni Victor Hamis na huu ni Afya Zone TV, mahali ambapo afya si chaguo, ni mtindo wa maisha.